Mtazamaji wetu wa Echoes of Faith TV Moheto. Jina langu ni Zakina Ankuru na kama unavyoniona hapa tuko na mgeni, na labda kwanza jitambulishe. Kwa majina naitwa Aidan Johansen, ni miongoni mwa watangazaji wa Echo Faith TV. Leo nimekaribishwa kama mgeni katika studio hizi. Pia mimi ni kiongozi wa vijana kanisani inaitwa First United Methodist Church, inapatikana Moheto, Mabera, Migori County. Ndo mimi huyo. Inapendeza. Na labda tu nianze kukuuliza maswali moja mbili hivi. Unadhani ni sababu zipi zinazofanya vijana wengi kutoshiriki kabisa katika huduma za kikanisa? Hiyo ni swali zuri sana ambalo limeweza kushikilia, limeweza kukita mizizi na limeweza kusababisha vijana wengi wa kizazi hiki washindwe sana kuendelea katika huduma ya Mungu. Wengi kwa ukweli ni kwamba makanisa mengi leo yanakabiliwa na changamoto ya ushiriki mdogo wa vijana. Mara nyingi ni kwa sababu vijana hawapendi mambo ya kiroho, bali kuna sababu kadhaa ambazo zinaweza changia. Tukiongelea katika sababu zinazoweza kuchangia vijana washindwe kushiriki katika kazi ya Mungu, kushiriki makanisani, ni kwa sababu kitu cha kwanza tunaweza sema kwamba ni mabadiliko ya kizazi. Tunaweza sema mindset change au hatua za ukuaji. Unajua, kwa sasa ulimwengu tulionao ni ulimwengu ambao umebadilika. Vijana wa sasa wanaishi katika dunia ya simu na mitandao ya kijamii. Wengine wanaishi katika dunia ya kasi kuliko ya maisha. Hivyo wanahitaji njia zinazoendana na wakati wao, tofauti na mbinu za kizamani. Kitu kingine tunachoweza kuongelea ni mabadiliko ya ibada. Ibada zimekuwa ni zile zile za kawaida tu tangia zamani, na vijana wa sasa wanaoishi ni wale wa tofauti na wa zamani. So ibada nyingi huwa hazibadiliki, ni zile zile. Hakuna ubunifu au vitu vinavyowavutia vijana. So ningependelea kwamba kama tuko kwenye huduma, ni kanisa, lazima tuweze kuona ni kitu gani kipya ambacho tunaweza kuanzisha kama kanisa ili vijana waweze kuwa na nafasi sana ya kushiriki. Kitu kingine cha kuweza kuongelea pale ni vijana kukosa nafasi ya kuhudumu au nafasi ya kueleza kushiriki kanisani. Mara nyingi hawapewi majukumu. Huwa tunasema muda mwingine majukumu mengi wapewa wazee, wa mama. Unaona, vijana hawana sauti, wala wanajiona hawana umuhimu na hawana sauti. Mafundisho kutogusa maisha yao. Maisha, unaona, kama katika mahubiri huwa ni mahubiri ya kiujumla, mahubiri yanayoendana na ujumla, watoto, wazee, vijana. So inabidi kama kanisa liweze kutenga ni sehemu gani ambapo tunaweza gusa vijana, mfano kama ajira, kwenye mahusiano au stress na pressure ya maisha. Hapo kijana anaweza kuwa na nafasi kubwa sana katika kanisa. Na kuunga mkono sana mwenzangu. Na swali la pili ni nini kifanyike ili waweze kuwa ndani ya timu itakayojishughulisha ndani ya huduma? Vipo vitu vingi vya kufanya ambapo kama kanisa, viongozi wa kikanisa au jamii kwa ujumla waweze kuvifanya ili vijana wakaweze kushiriki ndani ya kanisa. Ninaweza kuzungumzia vitu kama 5 hivi au 6 ili hata kama huyu anayenitazama awe ni kiongozi wa kanisa au ni kijana mwenzangu. Namba 1, vijana waweze kupewa nafasi ya kushiriki. Mfano, katika kuongoza ibada, vijana wapewe nafasi. Katika kushiriki katika maamuzi,
na kupewa majukumu halisi ndani ya kanisa. Tunaweza shindwa vipi kijana ashiriki maamuzi? Huwa kuna maamuzi mengi kanisa inapaswa kufanya, na kanisa iungwi na vijana, mtoto au iungwi na mama au mzee, na kijana ni miongoni wa watu wanaounga kanisa. Hivyo kijana akipewa katika nafasi ya kufanya maamuzi, hii inaweza kufanya kujisikia wanaimiliki kanisa. Kitu cha pili ni ibada zibadilike kidogo. Watu kutumia mfano, kuna kutumia mziki wa kisasa lakini wa heshima. Kingine ni kutumia teknolojia kama projector, media na vitu kama hizo, kufanya ibada ziwe hai na zinazowashirikisha. Kitu kingine, mafundisho yaendane na maisha halisi ya kijana. Wanaweza zungumzia ajira na biashara ambavyo vinaweza kumvuta kijana kuingia katika kanisa, huku akijua kwamba nikiwa ndani ya kanisa naweza fundishwa njia na mbinu za kufanya biashara. Wengi wako kwenye situation ya maisha na mahusiano. Vijana wapewe masomo, nini kifanyike, nini njia za kufanya, ni nini kinachoweza kuwafanya katika mahusiano yao. Kitu kingine ni afya ya akili. Vijana wengi wanapitia msongo mkubwa wa mawazo. Kama kanisa lazima lisimame kuweza kuwaleta vijana karibu, kuongea nao kuhusu hilo. Na hapo vijana wanahitaji mwongozo wa maisha, si nadharia tu. Kitu kingine ni kuunda mazingira ya kubadilisha. Badala ya kuhukumu, wawaelekeze kwa upendo, wajisikie salama hata wakikosea. Programu muhimu za vijana ziweze kuanzishwa, mfano youth fellowship, kuwepo na semina za vijana, workshop na michezo kama event, ili kuwaleta vijana karibu. Natumia vipaji, waweze kuwaruhusu kutumia vipaji vyao ndani ya kanisa. Ndio. Na cha kumalizia, mfano kuwapa nafasi, kuwasikiliza na kubadilisha mbinu tofauti tofauti. Utaona vijana wengi wakirudi kwa kishindo ndani ya kanisa. Naam, asante sana mtazamaji kwa kuungana nasi. Natumai umejifunza kitu kutokana na huyu mwenzetu hapa. Nilikuwa mwenzenu Zakina Mankuru, na labda useme tena jina lako. Unaweza niita Aidan Johansen. Hilo ndo jina langu. Sehemu zote unaweza niita Aijo au Aidan Kibuku katika YouTube channel yangu. Zidi kutufuatilia, zidi kusubscribe. Karibu sana. Kwaheri.